Yes, alileta laana ya kifo. He brought the curse of death. Hallelujah. Na laana zingine ambazo alileta ni sema dhambi, sema magonjwa, sema umaskini. Bwana asifiwe. Na hata kugonjeka, mtu mwingine anakuwa na depression, mtu anakuwa na lack. Bwana asifiwe. Hizo zote zililetwa kwa sababu ya damu. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo hii dhambi, sema dhambi. Dhambi na ikataa. Sema nakataa dhambi. Sema vizuri, nakataa dhambi. Praise the Lord. Ukisoma Wagalatia, so fungua Wagalatia 3:13 is a very common verse that we have been reading. Galatians chapter number 3 verse 13. Nataka kuona kwamba Yesu Kristo akachukua dhambi zetu pale msalaba, alifanyika kuwa laana kwa niaba yetu. Amen. He was made curse on our behalf. Soma verse number 13. Wagalatia 3 mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Yes. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Alifanyika laana kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amen. Bwana asifiwe. Amelaaniwa mtu yoyote anayeangikwa kwa msalaba. Bwana asifiwe. It was a big curse and shame. Yaani wale watu walikuwa wanafanya mambo mabaya kama kuiba, robbery with violence, wale walikuwa wana rape siku hiyo, walikuwa watu wanaangikwa kwenye mti msalaba. Bwana asifiwe. Na Yesu akafanyika wa aina hiyo kwa niaba yangu mimi na wewe ili atuondolee laana. Sema laana. Laana. Sema nimeondolewa laana. Sema vizuri, nimeondolewa laana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. It's good to understand and know your position in the Lord. Bwana asifiwe. Na hii damu ya Yesu ambayo inanena mambo mazuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama unaandika kwamba this blood brought fellowship with God. The blood of Jesus Christ brought fellowship with God. Unaona, baada ya dhambi, hii damu ikaleta ushirika mzuri kati yetu na Mungu. Baada ya dhambi ya Adamu, hakukuwa na ushirika mzuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hakukuwa na ushirika mzuri. Lakini damu ya Yesu ikaleta ushirika mzuri kati yetu na Mungu. Bwana asifiwe. Inajenga, sema inajenga. Yes, inajenga ukuta kabisa kati yetu sisi na dhambi, ili kwamba tubaki kwa wa Yesu. Praise the Lord. And that's why we have a Sunday. Tuna hii siku ya kuja kila siku kujiosha. Sema kujiosha. Kwa sababu hauwezi sema hujafanya dhambi wiki hii, hauwezi sema hujafanya dhambi jana, hauwezi sema hujafanya dhambi. Bwana asifiwe. Lakini tunapokuja sasa, tuna plead the blood of Jesus, tunaoshwa dhambi. Sema kuoshwa dhambi. Hallelujah. Sema kuoshwa dhambi. Dhambi kabisa kutokana na sisi. Praise the Lord. Hallelujah. So there is power. Kuna nguvu ya hii damu. Bwana asifiwe. There is power of this blood that speaketh good about us. Amen. Fungua kitabu cha 2 Corinthians. Fungua kwanza Hebrews chapter 10 verse 10 inasema hivi. Waebrania 10 mstari wa 10. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Sema once and for all. Amen. Soma verse number 10. Hebrews 10 verse 10. Katika mapenzi hayo, yes, tumepata utakaso. Wa kutolewa mwili wa Kristo Yesu. Mara moja na kwisha. Bwana asifiwe. Ndio nimekwambia siku ya leo, tafadhali usidanganyike.
Na kama unakutana na mtu wa aina hiyo anaendelea kudanganyika, anakuambia nenda kwa muombezi, mtu anakuambia kwamba nilienda nikaombewa, nikaambiwa jirani ndio mbaya, nikaambiwa mtu fulani ndio mbaya, hebu mkaishe chini vizuri. Bwana asifiwe. Muulize nani huyo alikuombea. Hallelujah. Because the blood of Jesus Christ speaks good. Amen. Inanena mazuri. Bwana asifiwe. It is not to accuse. Umekuta watu ambao wamekaa vibaya sana. There is no good relationship between a mother and daughter-in-law. There is no good relationship between the home, because one believes mwingine anaenda kumtafutia uchawi. Mwingine kwa sababu ameambiwa na yule muomba, because the bad spirit, roho mbaya wa shetani ni wa kutenganisha. Ni kufanya nini? Wa kutenganisha. Wakati unaenda kwa huyo muombaji, anampea hiyo roho ya uongo ya kwamba huyu anatafutwa na dada yake, anatafutwa na ndugu yake, anafanywa hivi. Kwa hivyo badala ya kutengeneza ni kutenganisha zaidi na kuonya wewe. Wachana na mambo hiyo. Piga magoti, ambia Mungu nisaidie. Kuna damu ya Yesu, nisaidie. Nifunike mimi. Najua kwamba nikifunikwa na damu ya Yesu, mimi ni zaidi ya mshindi. Amen. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter number 11. I want you to see this and understand it. Praise the Lord. Chapter number 11 verse 23. Kasoma ni a bit long. Verse number 23. Tutasoma mpaka verse number 26. Soma tu na Kiswahili. Nasoma Korintho wa kwanza, wa pili 11, tuanzie mstari wa 23. Nasoma. Wao ni wahudumu wa Kristo. Hiyo ni swali. Wao ni wahudumu wa Kristo? Na nena kiwazimu. Mimi ni zaidi katika taabu, kuzidi sana katika vifungo, kuzidi sana katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivujikiwa jahazi, kucha nimepata kukaa kilidini, katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari kwa mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi, bagairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu nami? Ni nani aliyekwazwa nami nisichukiwe? Ikinibidi kujisifu, nitajisifia mambo ya udhaifu wangu. Mungu Baba wa Bwana Yesu aliye mtukufu hata milele anajua ya kuwa sisemi uongo. Huko Dameski liwali wa mfalme Aleta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata, nami nikateremshwa ndani ya kapu katika dirisha la ukutani, nikaokoka katika mikono yake. Bwana asifiwe. Now Paul was trying to describe what it means by this blood of Jesus. Bwana asifiwe. Ya kwamba si rahisi Yesu, lakini atakupitisha hayo mambo yote si rahisi. Bwana asifiwe. You see, Paul and Silas, when they were in jail, it is not an easy thing. They had been beaten. Some of their bones were broken. They were in pain. They were bleeding. They were suffering. But one thing they knew the blood of Jesus Christ has got power. Amen. Praise the Lord. What they did is this. They rejoiced in that blood of Jesus Christ. Praise the Lord.
An example of Paul telling us, he has fasted many times, he has not died. He has suffered many times, he has not died because of the blood of the Lamb. Bwana asifiwe. Yaani hii damu ya Yesu itafanya ushindi uwe juu yako kwa sababu ya kunena damu ya Yesu. Praise the Lord. And not just the way you think. Bwana asifiwe. Hallelujah. Anasema kwamba kama kuna kujivuna, naweza tu jivuna kwa sababu ya damu ya damu hii ya Yesu. Nimeenda safari nyingi. I've gone so many journeys. Hallelujah. When I was listening to Apostle Haridas one time and I looked at him, he could not even remember how many times he has traveled. At times he's very tired. Very, very tired. Because I've traveled with the aeroplane. When you travel with the aeroplane, I want to tell you, you become very tired. It's what we call jet lag. But I saw this man. He's coming from the airport and straight away to the pulpit. And I could look at him and see an example of Paul the Apostle. Bwana asifiwe. Hallelujah. I believe God still has his own righteous people hidden somewhere. Hallelujah. Mungu bado ana wake wamejificha. Tengeneza roho yako na mimi tengeneze roho yangu. Tuwe mmoja wa wale ambao Bwana ameficha. Amen. Praise the Lord. Wacha tutembee ndani ya hii damu ya Yesu. Paulo anasema si kujali ni nini. Kama ni kuchapwa nilichapwa sawa sawa. Alichapwa mara 3 hizi viboko 39. 3 times. Na hii viboko haiko ati ni ile viboko za kucheza. Ikikuchapa moja hivi ngozi inatoka. I want you to understand and know this, that it was not easy. Bwana asifiwe. Yale tunayoyapitia mimi na wewe ni mfano tu. Bwana asifiwe. Sema ni mfano tu. It's just an example. Tunaweza kuwa katika hiyo hali, lakini jambo ambalo tunataka tupiganie mimi na wewe ni ya kwamba tutapokea chepeo. Amen. He stands very strongly. Wakati alikuwa anasema ya kwamba ninaona taji. I have fought a good fight. I can see my crown. Praise the Lord. Do you know what was happening? They were going to chop his head. Alikuwa anaona wametayarisha kila kitu. Na anasema nimepigana vita